Kuna kitu kimoja leo nahitaji kuweza kushare na wewe hapa. Unajua tayari nimefikisha views milioni moja hapa katika hii channel yangu ya YouTube, na hakuna mtu ambaye aliweza kunipigia makofi, hakuna mtu ambaye amekuja na kunipatia zawadi, na ukweli ni kwamba hakuna mtu hata ambaye ametambua kuwa nimefikisha views milioni moja. Hata wewe haukuwa unajua hadi ulipokutana na video hii ya leo. Sasa nataka niweze kukuonyesha kitu ambacho watu wengi sana huwa hawakioni. Na kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa katika chaneli yangu ya YouTube, nikwambie tu karibu sana. Mimi ni Mohamed Hafidh na ndiye ambaye nimekuwa nikiendesha chaneli hii ya YouTube uliokutana nayo leo. Na kama upo na mimi tangu mwanzoni, basi hii video ni video ambayo inakuhusu sana. Leo sio tu kwamba video hii ni video ya kawaida kama nyingine ambazo nimekuwa nikiweka katika channel yangu ya YouTube, nikifundisha vitu mbalimbali, nikiweka tutorial mbalimbali, trick tofauti tofauti, na wala sio motivation. Hii video inahusu story ya kufikisha views milioni moja. Lakini zaidi ya yote ni story nzima ya process, mchakato, hadi basi kunifikisha mimi hapa kufanikiwa kupata views milioni moja. Sio jambo rahisi na jepesi kama vile ambavyo watu wengine wataweza kufikiria. Nilipoanza channel hii ya YouTube, hakuna mtu ambaye anajali nilikuwa nikiupload video siku baada ya siku, nikiambulia views 10, muda mwingine views 5, muda mwingine hata sipati views, siku inapita baada ya kuupload video yangu, hakuna mtu ambaye anatazama. Kama sikutazama mimi mwenyewe, nakuta sipati views wowote yule. Imagine hiyo situation. Na pengine haujui kuna kitu ambacho kilikuwa kinaumiza zaidi. Sio views kuwa ndogo, hapana. Ni ile feelings ya kujiuliza, je, hiki ambacho ninachokifanya kina maana kweli? Lakini bila ya kuchoka niliweza kuendelea, na sio kwa sababu nilikuwa na uhakika kwamba nitafanikiwa. Hapana, ni kwa sababu tu nilikuwa nina imani ndogo ya kwamba hiki ambacho nakifanya kinaweza kufanya kazi siku moja na kinaweza kuleta matokeo chanya. Kuna kitu ambacho watu wengi wamekuwa hawakisemi. Kitu chenyewe ni kwamba kuna njia ya kuweza kufika views milioni moja, lakini ndani ya hiyo process kuna makosa mengi sana. Nimekuwa nikitengeneza video ambazo hazina hook nzuri huko nyuma. Nimekuwa nikiongea sana bila ya point katika video zangu huko nyuma. Nimekuwa nikifikiria video nzuri ni ile ambayo naipenda mimi, lakini nilishindwa kuweza kufikiria audience wangu kile ambacho wanakihitaji na kukipenda. Na kitu kingine kikubwa ambacho niliweza kukigundua ni kwamba algorithm haituchukii, isipokuwa ina reflect, inafanya kuweza kukureward kile ambacho watu wanapenda unachowapelekea. Siku ambayo nilipoanza kubadilika, na ndipo ambapo mambo yalianza kubadilika pia katika channel yangu. Kuna video moja sikuweza kufahamu kama video hiyo itaweza kufanya vizuri kiasi hiko. Nilirekodi tu kama kawaida nilivyokuwa nikirekodi kama video nyingine, lakini ghafla nikajikuta katika video hiyo views zikaanza kupanda kutoka views milioni, views 100, 1000 hadi 10,000 na kuendelea. Nilikuwa nikikaa katika screen nikirefresh na kuweza kuangalia namna gani video ile ilivyokuwa ikitembea kwa speed ya hali ya juu. Na hapo ndipo nikaweza kuelewa kitu kimoja muhimu sana. Unajua sio lazima kila video iweze kufanya vizuri. Inatosha video moja tu kuweza kubadilisha kila kitu katika hiko ambacho unakifanya. Na watu wengi sana unakuta hawajaweza kufanikiwa kukutana na video hiyo moja. Unakuta mtu tayari ana video nyingi sana, lakini still ana struggle, bado hajafanikiwa kuwafikia watu wengi zaidi. Nikwambie tu kuna video hiyo moja ambayo itaweza kukubadilisha kabisa. Amini katika video hiyo moja, hata kama bado haujaweza kukutana nayo katika channel yako. Na baada ya hapo niliweza kuangalia ni kitu gani ambacho kiliweza kufanya video hii iweze kufanya vizuri, na nikaanza kurudia pattern ya hiyo video ambayo imeweza kutembea sana, imeweza kunifanikisha kukua, na kwa kiwango kikubwa imenifanikisha kufikisha views milioni moja leo. Na nikaanza kurudia ile pattern katika video nyingine. Watu wamekuwa wakifikiri kuweza kufikisha views milioni moja ni kama bahati, lakini haipo hivyo. Ukweli ni kwamba katika hii safari hadi kufikia hapa kuna issue mbalimbali. Issue ya kwanza ni issue ya consistency, muhimu sana. Lakini sio consistency kujifunza kutokana na makosa.
kila utakapokuwa unafanya, kuna makosa ambayo yatakuwa yanajitokeza. Utakuwa ukijifunza kupitia makosa hayo, lakini pia kuweza kuelewa audience wako, watazamaji wako, na kuweza kuelewa cha kuweza kuboresha kidogo kidogo katika kile ambacho unakifanya. Nikwambie tu, hakuna shortcut. Zipo siku ambazo hata mimi hapa ambapo unaniona nimekuwa sina motivation kabisa ya kufanya lolote lile. Nadhani hiki ambacho nakiongea hapa, wale ambao mlikuwa mkinifuatilia ni mashahidi wa hilo, lakini still niliweza kurekodi na kuweza kuupload video hapa katika channel yangu ya YouTube. Kuna siku nilikuwa nikihisi kama naongea peke yangu, lakini still nilipost pia, na kila hiyo post ndio ambayo imeweza kujenga hii million views ambayo leo nasherehekea kwa channel yangu kufikisha. Na ukweli, kabla ya kutamatisha video hii, ni kwamba hii million views sio ya kwangu peke yangu. Wewe hapo ambao umekuwa ukinifuatilia kila siku unahusika pia katika kufikisha 1,000,000 ya watazamaji katika channel yangu ya YouTube. Umekuwa ukitazama video zangu, ukilike, ukicomment, na hiyo yote imekuwa ikinisaidia mimi kuweza kusogea mbele na kuona kile ambacho nakifanya kinaleta matokeo chanya na kinasaidia watu wengine. Wewe hapo pia ni mtu sahihi, una thamani kubwa sana katika channel yangu na kusherehekea hiki ambacho nakisherehekea leo na najivunia. Kama kuna kitu ambacho unaweza kuondoka nacho katika video hii ni kwamba siku zote usidharau mwanzo mdogo ambao kwa sasa upo nao, lakini vile vile usikate tamaa mapema. Na acha kufikiria kwamba wale watu wakubwa unaowaona walianza wakiwa pale wakubwa. Watu wote walianza kama wewe, kama mimi, walianza kutoka chini. Na kama unataka kushuhudia safari yangu ya kujijenga na kukua inavyoendelea, hakikisha una subscribe channel yangu ya YouTube na uweze kushuhudia ninavyokuwa siku baada ya siku na nikionyesha kile ambacho kinaendelea katika ukuaji wangu. Views 1,000,000 ni mwanzo tu, bado nina safari ndefu sana, kuna vitu vingi sana natamani kuvifikia. So next stop nategemea kuja kuzungumzia views 10,000,000. Unaweza kuhisi ni views wengi sana. Ni kweli ni wengi, lakini malengo yangu yataweza kufikia pale ambapo natamani kufikia. Views 10,000,000 nitafikisha, haijalishi ni mwaka gani. Nitakuja pia kutoa ushuhuda hapa nitakapofikisha views 10,000,000. Na nahisi kabisa ni jambo ambalo linawezekana kwa muda mfupi kabisa, kama nitaweza kuweka juhudi na kujifunza zaidi katika kile ambacho nakifanya, kukiboresha zaidi na kutoa vitu ambavyo vitakuwa na msaada kwa njia moja ama nyingine katika jamii yangu. So sina la ziada, asante sana na kushukuru kila mmoja wenu ambaye mmekuwa mkinifuatilia tukiwa pamoja katika safari ya kushare mawazo, kushare elimu na kuweza kushare idea mbalimbali katika YouTube channel yangu. Jina langu ni Mohamed Hafidh. Tukutane wakati mwingine. Hakikisha kama ni mgeni katika channel yangu ya YouTube, subscribe, tuendelee kuwa pamoja. Kuna video nyingi sana katika channel yangu ya YouTube, unaweza kutembelea na ukaweza kutazama na kujifunza na wewe, hususan video ambazo zimejikita katika teknolojia, ambapo ulimwengu kwa sasa ndipo ulipo na unapoelekea. So usipitwe na fursa hii kwa kuweza kuwa pamoja na sisi hapa, watu wa kujifunza siku baada ya siku, wa kuweza kuongelea vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitusaidia katika maisha yetu kwa njia moja ama nyingine. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Una wazo lolote, unataka kunipongeza, sehemu ya comment ipo kwa ajili yenu. Asante sana.